yalianza mapema soon after Simba kumaliza ule mchezo wa Stellenbosch pale Zanzibar. Kesho yake walirejea na tangu Jumatatu Simba Sports Club ipo kambini, na hii inasababishwa pia na performance ambayo walionyesha kwenye viwanja vya Newman Complex, ambapo mwalimu Fadu Davis aliamua kusitisha mapumziko ya wachezaji kwa sababu hakuridhishwa na performance yao kwenye ule mchezo. Hivyo akawaambia kwamba wakirudi kutoka visiwani Zanzibar straight timu itaelekea kambini na wataelekea kujiandaa na mchezo dhidi ya Stellenbosch wa marudiano. Kwa nini ni maandalizi ambayo yanachukua almost wiki moja. Ukitoa siku ya leo labda siku ya safari mpaka siku ya mchezo unakuja kukuta kwamba kuna maandalizi ya takriban siku 6. Cha kwanza katika maandalizi haya itakuwa ni ku regain viwango vya wachezaji ambavyo aidha kwenye mchezo uliopita havikuwa kwenye standard yao ama walicheza kwenye standard ya kawaida. Lakini cha pili ni kuhakikisha kwamba unajiandaa na mchezo mwingine wenye mbinu mpya kwa ajili ya kulinda mtaji wa hilo goli moja ambalo Simba Sports Club alilipata kwenye ule mchezo wa mkondo wa kwanza. So ni maandalizi mazuri ambayo hopefully yata result na matokeo chanya zaidi kwenye mchezo huu unaofuata. Yes, meneja wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya Simba Ahmed Ali alizungumza kabla ya safari hiyo kuanza kuelekea nchini Afrika Kusini, na hapa akazungumza mipango ya safari. Safari moja ya kutumia terminal yetu hapa ambayo itakuwa ni safari ya finali, na sio mbali hapo, ni mwezi wa 5, Mwenyezi Mungu atupe uhai. Sasa tunafuzu kwa namna gani? Hilo na mwachia Mwalimu Fadlu na vijana wake. Inawezekana goli la Jean Charles Ahoua alilolifunga dakika ya 44 ya kipindi cha kwanza likadumu kwa dakika zote likatupeleka finali. Sijui mmenielewa Inawezekana goli la Jean Charles Ahoua likadumu ndani ya muda wa siku 7 peke yake likatupeleka finali. Inawezekana, kwa maana kule mechi ikaisha bila. Lakini wakitufunga tutawafunga, wakitufunga tutawafunga. Sababu timu hii ya Simba, kwanza huwezi kuifunga goli 2 bila, haiwezekani. Huwezi kuifunga goli 3 bila. Simba hii ukitufunga goli 2 kuna letu 1, ukitufunga goli 3 kuna zetu 2. Simba anakwenda finali mwaka huu. Bana, huyo ni Ahmed Ali akizungumza kuhusiana na maandalizi na mazingira kwenda katika mchezo huo na umuhimu wa bao moja ambalo walilipata kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza. Anasema mazingira ni kama waenda kulitafuta kwanza, waenda kulinda kwanza alicho nacho. Wakitufunga tutawafunga. Na Stellenbosch nao mtandaoni wamechangamka. Na ukimsikiza Medali katika kitu ambacho unaweza ukampa benefit of doubt ni namna ambavyo Simba amecheza hizi mechi za kimataifa. Mchezo pekee ambao Simba hajafanikiwa kuweka mpira kambani ni mchezo dhidi ya Al Masry ule wa kwanza uliopigwa kule Suez Canal. Lakini michezo yote iliyobaki Simba Sports Club imefanikiwa kuweka mpira kambani. So unaona ni timu ambayo ina wastani mzuri wa kufunga. By the way, wastani wao wa kufunga magoli kwenye michuano ni goli 2 per game. Kuna kuja kujikuta kwamba wana wastani mzuri sana wa kufunga, meaning watacheza dhidi ya Stellenbosch katika kitu ambacho wanaweza wakawa wana guarantee ama almost 70% ya kufanya ni kwamba wana uwezo wa kuweka kambani mpira kwenye game hiyo ya away ambao watacheza dhidi ya Stellenbosch. Kinachomata sasa ni wao watazuia kwa namna gani, which hata performance yao kwenye upande wa kuzuia sio mbaya, because katika issue ambayo wamekuwa kifanya mara nyingi Simba Sports Club au kwa ubora zaidi ni namna ambavyo wamekuwa wakidefend. Kwa unakuja kujikuta kwamba Stellenbosch lisha kwamba yuko nyumbani, lakini katika vitu ambavyo watatakiwa kuwa navyo makini, kwanza ni ile trend ya safu ya ushambuliaji ya Simba kwenye kuweka mpira kambani, lakini pili ni namna gani ambavyo yeye atahangaika kuifungua safu ya ulinzi ya Simba. Game iliyopita katika kitu ambacho tulishuhudia, Stellenbosch anamaliza game on target moja ambayo target yenyewe ilikuwa ni nje ya box. Mpira fulani ulipigwa very soft, Kamara kauokota tu, lakini baada ya hapo nakuja kujikuta kwamba kwenye matukio mengine walikuwa wanashindwa kufika kwenye box la Simba kupitia hizi system za open play. So ni mechi fulani hivi ambayo mpaka dakika hii bado tutawapa Simba benefit of doubt, kwanza kuweka mpira kambani kwa namna ambavyo wamekuwa wakifanya throughout the season, lakini pili sasa itakuwa ni challenge sasa kwa Stellenbosch kuona ni namna gani ambavyo wao kwenye michezo yao yote ambayo wamecheza wanasema na kufunga goli moja. Kwa ina maana ili Stellenbosch amuondoe Simba round hii ni lazima Stellenbosch awe na ubora mkubwa sana kuliko Simba Sports Club. Kuna kuja kujikuta factors zote zinalalia upande wa Simba na kuwapa faida ya wao kuelekea ile hatua ya finali, hasa kwa mtaji wa goli moja peke yake
ambao wanao mpaka dakika hii. Lakini tutarudi kwenye heshima ya mpira. Stellenbosch inawezekana kama amefanya maandalizi yaliyo mazuri against Simba Sports Club and akaweza akaokota kitu, lakini so far bado benefit ya kwenda hatua finali utawapa Simba because record zinawabeba za msimu huu peke yake, lakini ukitoa hapo form pia inawabeba, ila namna ambavyo wamekuwa akicheza game zao za kimataifa hasa kwenye upande wa kuzuia nao ni superb. Either walazimishe sana wao wenyewe wa concede magoli ama kwa kufanya individual mistakes, ama usubiri tu itokee wewe uwe bora kuliko wao ndio wafunge, hasa kwenye ile mipira counter attack switch. Tayari ana faida ya goli moja, sioni kama Simba ataacha room ya kushambulia kwenye counter attack. So kwangu Simba bado ana advantage kwa ukubwa zaidi ya kuelekea hatua ya finali. Kuna hatua ya finali na kikosi cha Simba ambacho kimesafiri leo kina wachezaji Musa Kamara, yupo Ali Salim pamoja na Hussein Abel au ni upande wa magolikipa. Kwa upande wa beki yupo Karabu Shomo, yupo Abdurazak Hamza, yupo Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, Valentin Nauma, David Kameta pamoja na Chemalon Fondo. Is back. Lakini kwenye eneo la viungo yupo Fabrice Ngoma, yupo Awesu, yupo Yusuf Kagoma, Kip Dennis, Debri Fernandez, Radak Chasambi, Elie Mpanzu, Edwin Balua, Augustin Okajefa, Jean Charles Awa pamoja na Joshua Mutale. Na kwa upande wa washambuliaji ni wawili tu, Lionel Ateba pamoja na Steven Dese Mukwala. Kwa hiyo ni kikosi cha Simba kama ambavyo unaona kwenye TV yako, hilo ndo jeshi la mnyama ambao limeelekea Afrika ya Kusini hii leo. Nsajigwa kwenye mazingira, kwenye occasions nafikiri ni mbili ambazo Simba aliondoka nyumbani na ushindi wa 1-0. Zote alienda kumaliza kwenye penalty. Kuna ya Wydad na Orlando ambazo zote alienda kumalizia kwenye penalty. Mazingira safari hii tunayaonaje? Inaweza ikawa kama vile, maana nyumbani ndio eneo ambalo Simba mara nyingi amekuwa anaonekana ana uwezo wa kutamba. Ameanzia nyumbani, kaondoka na ushindi mwembamba kama ambavyo ilikuwa kwenye hiyo michezo mingine ambayo tumeitaja ya kuondoka na bao moja. Robo finali nyingine zote alikuwa anaanzia away. Kuna ya TP alianzia hapa. Nyingi kaanzia nyumbani. Ya TP alianzia hapa. Karibu zote. Of course kaanza mara moja tu. Ya Kaiza ndio alianzia ugenini. Zote kaanzia. Na ule msimu alimaliza kinara wa kundi. Na hii Almasi ambayo amemaliza kinara wa kundi. Na hii yes. Na ile ya Orlando pia alianzia nyumbani. Akaenda. Kwa hiyo ana scenarios mbili za kwenda za 1-0 nyumbani, ugenini. Mazingira safari tunaonaje? Kuna tofauti kidogo wa wapinzani ambao anacheza nao hivi sasa na kipindi kile. Kipindi kile kwa anacheza na Wydad, bingwa mtetezi. Lakini Wydad huyo pia baada ya kumtoa Simba alienda finali. Kwa hiyo whatever matokeo ya Simba angekuwaje, Benjamin Mkapa angekuwa goli 2 au goli 3, bado nafasi ya kupita kwa Simba ilikuwa ni ngumu. Kwa hata ile mechi kumeweza kwa penalti ilikuwa ni surprise. Ilikuwaje Simba amefika kwenye penalti? Sajigo utamwambiaje mtu wa Simba kama angeshinda 2 wakati kule kaenda akapigwa 1? Hata sasa unajua kitu kingine, maandalizi aliyomfunga inategemeana na idadi ya magoli ambayo umemfunga. Sababu hapo ilikuwa 1 kule ikawa 1-1. Watu wakaenda penalty. Yani kile kiwango cha Wydad kilitegemeana au kilingana matokeo ambayo scoreboard ilikuwaje ile mechi ya kwanza. Possibly ingekuwa goli 2, maybe tungeona kitu cha tofauti kwa upande wa Wydad. Kwa hata demand haikuwa kubwa sana kwa sababu unajua sebo moja, na baada ya kulipata kwa namna ambavyo Wydad hawakutaka kuipeka sana mechi kwa sababu Simba naye pia alikuwa na nyakati za counter attacks. Kwa kuna muda wao pia alikuwa makini kuweza kuzuia, lakini scoreboard ya mechi ya kwanza ilifanya hata hali ya kujituma sio kubwa kiasi hicho. Kuwezekana zingekuwa 2 bao 2 labda Benjamin Mkapa, tungeshuhudia Wydad nyingine ya tofauti. Kwa cha kwanza ni mpinzani, lakini hata pia mechi ya Orlando naye pia Orlando ni tofauti kabisa na Stellenbosch. Hivi sasa mpinzani ambaye anakutana naye mpinzani ambaye kwa kiasi kikubwa yeye amemzidi, tofauti na wale ambao walipita huko nyuma. Ni Simba na mmudu Stellenbosch. Ana mmudu pakubwa tu. Yule Wydad alikuwa amemwacha parefu. Yule alikuwa ikombesa na kwa Simba. Orlando ni kama alikuwa wanakaribiana, lakini bado kuna maeneo ambapo Orlando alikuwa bora kuliko Simba. Hii Stellenbosch, hii Simba inaingia kama timu ya kwanza ambayo inapewa nafasi ya kuweza kusogea mbele. Kwa hiyo ni advantage kubwa ambayo ameweza kuipata against timu ambayo kwa mara ya kwanza wanashiriki michuano. Na kwenye hii faida ambayo Simba ipo nayo, si faida tu ya ndani ya uwanja kwa maana ya ubora wa hizo timu, lakini hata pia faida ya kumavu kwenye hii michuano. Mkono gusia hapo mwanzo ni issue ya kuwahi kwenda kwenye mataifa mapema. Unajua hii tabia sasa hizi kuiangalia timu nyingi sana zinafanya hivyo. Kwa mfano ile michezo ya mkondo wa kwanza. Hali mechi ya kwanza Jumamosi lakini alifika South Jumanne. Mamelodi anacheza mechi Jumamosi lakini amefika Misri jana Jumanne. Siku 4 kabla ya mchezo.
Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinafika nje ya uwanja, kuna eneo ambao Simba hivi sasa wameweza kukomaa, wanajua namna kudili navyo. Ndio maana ni ngumu sana leo hii mechi ya Simba imeisha usikie wanalalamika kama vile ambavyo walienda Nigeria kwa Plateau au Yanga ilivyoenda kwa Rivers, hatuchezi. Sasa hizi hao mambo ni kama yameisha, kwa sababu mara nyingi Afrika ukiona mtu kala goli nyingi, mara nyingi hicho kipigo kimeanzia nje ya uwanja hata kabla nje ya ndani. Kwa ukiangalia kuna eneo ambapo Simba wameweza kuboreka kuanzia maandalizi yao nje mpaka ndani ya uwanja. Kwa ambacho kimesalia kwa kasi kubwa ni namna gani ambavyo Fadru ataandaa timu yake ambayo tayari ina faida ya bao moja. Kama ni mpango wa kuzuia, unazuia kwa namna gani? Kitu ambacho miko sahihi kwa Simba kuweza kuzuia, unazuia kipindi unaweza kuumiliki mpira. Kwa sababu wametuonesha, ukiangalia kwenye records, miongoni mwa timu ambazo zina umiliki mkubwa mpira ni kombe la shirikisho, Simba hapo pale kuna nafasi za juu, ukiacha Berkane na hao pale ndio timu mbili ambazo na Zamalek ambaye ameweza kutoka, ambao wanaweza kumiliki mpira kwa kasi kubwa. Kwa kuna muda kubaki tu nyuma, lakini pia kucontrol mchezo ni moja ya njia wewe kujilinda, kwa sababu pia unakuwa upo salama zaidi na kushambulia zaidi. Kwa ni eneo ambalo naona Simba inaweza likawafaidisha, kwa sababu ni mechi ambayo Stellenbosch anaingia hakiwa ana option yoyote ya kuweza kufuzu bila kufunga bao. Kwa hiyo itamlazimu kiasi kikubwa yeye ndio kwenye pressure utafute bao ili aweze kulevel scoreboard, baada hapo angalie kama anaweza kameza mechi kwa dakika 90 ukipewa kwenye penalty. Kwa mazingira kama haya kidogo inakupa uone kwamba inawezekana ni mechi ambayo benchi la ufundi wakiwa na plan nzuri ya kuicheza kama ambavyo wamefanya michezo mingi ambayo ilikuwa inaonekana migumu kwa kama kiwemo ule wa Tripoli wa hatua za awali ambao binafsi naamini ndio mechi ngumu ambayo Simba amecheza kwenye kombe hili msimu tangia msimu umeanza. Sijao mpinzani mwingine ambaye anafika kwenye level ya Tripoli. Ndio maana Simba benchi la ufundi kwa kiasi kikubwa na hiyo nafasi, kwa sababu ukiangalia huku nje ya uwanja bado watu wanakuwa na doubt na wachezaji sasa eneo la ushambuliaji. Sasa ili kuficha au madhaifu, benchi la ufundi chini ya Fadlu na hiyo nafasi ya kuweza kufanya mechi na kuwa rahisi kwa upande wao. Yes, wewe ni Sajigwa Sini akitupa mazingira hapa kwamba ushindi wa bao 1-0 kwa Simba safari hii ni jambo ambalo linaonekana liko upande wao kutokana na aina ya mpinzani wana mudu, ukifananisha na michezo ile mingine ambayo Simba alifanikiwa pia kuondoka na 1-0 akiwa nyumbani.